Jamani, Whozu ameweza. Narudia tena, Whozu ameweza. Mimi binafsi nitumia wakati huu kumpongeza kijana mwenzangu wa Kitanzania Whozu kwa hii hatua nzuri ambayo amefikia. Unajua mara ya kwanza nilipowapa ile taarifa kuwa kuna baadhi ya vyanzo vimeshare kwenye mitandao ya kijamii vikieleza kuwa Wema Sepetu ni mjamzito, ni kama miezi miwili iliyopita hivi. Kwa hiyo zile taarifa hazikuwa rasmi sana kwa sababu hawakudhibitisha wao wahusika, lakini kadri siku zilivyokuwa zikienda nikaa naendelea kupata zile za ndani kabisa kuwa maendeleo ya ujauzito ya mwanadada Wema Sepetu, shemeji yetu Chimama, yanaendelea vizuri kabisa. Sasa siku ya leo pia zimevuja, siwezi nikasema zimevuja, kuna hii picha ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii zikiposti baadhi ya blog za udaku nchini Tanzania zikionyesha ni namna gani Wema Sepetu katumbo kanazidi kuwa kakubwa. Mimi binafsi kiukweli ni shabiki mkubwa sana wa hii kapo, na tunafahamu pia kipindi cha nyuma amekuwa akipitia ups and down. Tunafahamu pia mkishakuwa mastampo kwenye mahusiano ya kimapenzi, kuna namna tu watu watakuwa wanatengenezea taarifa ambazo kimsingi zinakuwa zinawaumiza sana. Kwa hiyo kwenye kile ambacho tulikuwa tulikiona kipindi cha nyuma, mimi binafsi kilikuwa kikiniumiza sana. Maana nisikie sijui Wema Sepetu amegombana na Whozu, I was so mad. Lakini this time around naona namna gani penzi limekolea sukari. Na hii taarifa njema pia ya maendeleo mazuri ya ujauzito wa Wema Sepetu, na kadri siku tunavyoenda tunazidi kushuhudia mambo mazuri kutoka kwao. Nimpongeze sana Whozu, lakini pia nimpongeze Wema Sepetu kwa sababu amekuwa ni moja kati ya mtu ambaye anapokea ukosoaji mkali sana kwa baadhi ya watu, lakini still amekuwa na kifua kuendelea kuvumilia na kuomba Mungu kusonga mbele kwenye hii hatua mpya ambayo ameipitia. Sasa kitu pekee ambacho naweza nikasema, hatujajua mpaka sasa hivi nini hasa ambacho anakiwaza Whozu, kwa sababu ni jambo zuri, ni jambo la baraka, ni jambo la neema. Huenda atatuandalia party maango tukaenjoy, au nini hasa, baby shower itakuwaje, whatever happened. Lakini kitu pekee ambacho naweza nikasema, tuwaombee, tuendelee kuwaombea, tuendelee kuwaweka katika sehemu ya maombi yetu ambayo kila siku waga tunawaweka. Lakini mimi binafsi kiukweli hizi taarifa zinanifurahisha vipi. Niwapongeze sana na nawaombea pia kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, kuendelea kuwaongezea baraka nyingi zaidi. Mwaka huu huenda tushuhudie mengi makubwa kutoka kwao. Mimi naitwa Bounce, mtaalamu wa story za burudani nchini Tanzania. Mkiwa mnaubishi kwenye hilo, ngoja nikohoe. Nimeisha.